Karibu tena ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson. Kwa muda wetu wa habari wa saa 12 na dakika 20. Ni saa zetu za jioni kuwapasha habari zetu kwa muda ifuatazo. Na kama ni mara yako ya kwanza, kumbuka leo ni tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Kuna mengi tunakuja kuzungumza na nyinyi katika media ama katika habari zetu za jioni. Mashabiki zangu kutokea nje ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Ulayani mpaka Afrika Kusini mpaka East Africa Community, nyinyi wote tunaendelea kuwasalimia zaidi na tunawakaribisha ndani ya Media Bukavu TV. Kwa sasa leo nasalimia ndugu zangu kutokea Lubumbashi, Katanga, kutoka ndani mara moja Manyema, Bunya, ndani ya teritwari ya Goma, huko North Kivu, Sud Kivu, eneo yote ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tunawakaribisha katika Media Bukavu TV pamoja na mashabiki zangu katika habari zetu za jioni ya leo. Na nyinyi wote mko pamoja na mimi ndani ya group, na wakaribisha tena zaidi kuendelea kupartage Media Bukavu TV. Kumbuka tunaendelea kuwapasha habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mara moja kwa kuja kufungua kurasa zangu, ndakuja kuwapeleka mara moja katika habari zetu ndani ya uko teritwari ya uko Minembwe, na katika ndani ya North Kivu na upande ya uko West. Mara moja ndakuja kuwapasha habari zangu mara moja nikianzia North Kivu. North Kivu tangu jana tarehe 20, tangu leo, sio jana, tangu leo dimanche, tangu leo tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Kumbuka mwezi unataka kuisha kwa sasa. Leo tarehe hili lilikuwa ni tarehe watu wa wanajeshi wa wahasi M23 wameingia kila eneo popote ndani ya mji wa Goma. Waliingia katika kijiji cha eneo kinaitwa Keshero. Ndani ya eneo ya Keshero wamechukua vijana wote, wamefanya msako vijana wote na wababa wote wakapelekwa kwenye kambi la jeshi. Hili ni habari ninawaletea mara moja mjui. Jeshi la M23 linaendelea kujihamia kabisa, linaendelea kujiweka nguvu zaidi la kuonesha wanajeshi wengi zaidi. Mara moja katika habari hili niliwaeleza, mkumbuke wanajeshi wa M23 wamemaliza masiku mara mingi Rubaya huko Kiberuka kuelekea mpaka Masisi huko Ruchuru mpaka eneo zingine ifatazo, kuendelea kufanya mkutano ili waendelee kuchukua vijana na kuwasensibilize ili waingie katika ndani ya jeshi. Na mara moja wanaonesha uzuri ya jeshi la M23, wanaonesha samahani ya kupigania jeshi, kufanya kazi na M23 ni jambo kubwa zaidi. Haya mliyafuatilia katika viongozi mara kwa moja. Kumbuka hatua General Sultana Makenga alikuwa siku nyingi zaidi katika habari hizi. Alionekana tangu juzi tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 katika ndani ya centre ya formation huko eneo ya teritwari ya Ruchuru, katika centre de formation zenye ziko huko katika eneo inaitwa Rukomongo. Hapo tayari mliona hatua alikuwa akizungumza na makomando hawa, tuseme walikuwa maliza kosi na wengine bado hawajamaliza kosi, na amezungumza kusema tayari hili inabidi wapambanie nchi na wapambanie serikali yao ili iendelee kusonga na kuchukua eneo yoyote serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la wazalendo. Lakini mara moja katika taarifa lingine wapeleka mara moja upande sasa kumbuka hatua kiongozi ama wanasiasa wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anayoitwa Martin Fayulu, mnamfahamu, ametangaza kusema tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo haina samani, haipigania wananchi, wanapigania mafaa yao, hawapigania wananchi. Amezungumza kusema tayari guvernema ya Kinshasa imeshindwa kuondoa adui kila sehemu popote yupo. Amezungumza ni vipi wajambazi wanaweza kuchukua eneo hili wamalize mwaka katika eneo hili, na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wako katika eneo hizo. Haya ni jambo la mshtuko sayari. Kumbuka Martin Fayulu iko opoza na pamoja, kama unakumbuka kiongozi mwingine anaitwa mwingine alitangaza kusema serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kiseketi aliweka mkataba kubadilisha mikatiba ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wengi walijitokeleza na kupinga zaidi serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia mkataba huyu haiwezi kubadilishwa. Na hatua leo tena Martin Fayulu amezungumza kusema
serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ya Felix Tshisekedi sio serikali inapigania haki, ni serikali inapigania tumbo zao. Na akazungumza maneno mengi zaidi, hili siweze kuyazungumzia, lakini mwende kufuatilia katika eneo popote, hili habari zinaendelea kuzungumzwa. Na mara moja katika habari zingine ni kuja kuwapeleka kama mambo haya yanaendelea kubadilika ndani ya upande ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa. Mara moja ni warushe mara moja ndani ya Uvira. Magavana wote wa Uvira wote wameitwa na ministre wa gouvernement huko Kinshasa kwa kwenda kuongea kusubu. Kumbuka walifanya renyo ndani ya uko Sud Kivu kwa kuongelea, kwa sababu gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki yeye ni mtu, kumbuka Jean-Jacques Purusi Sadiki tangu wanajeshi wa M23 walianza kuingia upande wa Sud Kivu, upande wa uko Uvira, wakati kuna maneno mengi alizungumzwa kusema tayari gouverneur Jean-Jacques Purusi yeye ako na kula pesa ya wahasi M23, na ndio maana nguvu nyingi wahasi M23 wanapata kutokea upande wa Sud Kivu ni kupitia gouverneur huyu. Lakini wamoja wao magavana wengine walizungumza kusema tayari inabidi aondolewe kwa sababu hawawezi kufanya kazi na kama kiongozi huyu anaokula rushwa na wanajeshi wa M23. Lakini mazungumzo haya walienda kuzungumzia bado hatujajua habari linatokea katika eneo ya Kinshasa, lakini tutakuja kuwajuza katika habari hii. Kumbuka magavana hawa wanampiganisha kumutoa ndani ya chama cha serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama awe gouverneur. Mara moja katika mahawanja mapambano tena nakuja kuwapeleka sasa katika mara moja upande wa Minembwe. Kumbuka mapigano alianza tangu tarehe 20 mpaka tarehe hizi. Wanajeshi wa M23 walikuwa wamemaliza siku 3 wanashambulia kambi za jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande wa Mikenge, upande wa Kalonge, upande wa Miramba, upande wa Bijombo, upande zingine tofauti huko ndani ya Mulenge na kuelekea sehemu zingine tofauti huko au plateau. Lakini mara kwa moja taarifa lingine limetokea kusema nini? Jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo nao leo tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 upande wa Minembwe tena kumelia mtotuko wa risasi tofauti. Kumbuka jeshi la waasi lilikuwa likitumia drone kwa sasa kwa kupigana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu waliona kitumia kwa kupigana silaha. Mara moja mapigano wanajeshi wa serikali inatumia drone, tayari hao wanaendelea kukufa. Lakini kwa sasa nao walitumia teknolojia ama teknike ya kutumia drone na kama gisi serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilikuwa ikitumia. Lakini kwenye taarifa linatuonesha leo maeneo inaitwa Kakenge, katika eneo ya Kakenge na eneo zingine leo mchana wa leo jeshi la FARDC limeshambulia kambi mbili la jeshi la wahasi M23 na Twirwaneho pamoja na jeshi lingine wasaidizi wao. Na mara moja wanajeshi wa wazalendo walikuwa katika eneo hili, wao nao wakatumia kwa kupigana kupitia sehemu za chini, na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wametumia drone kwa kuwashambulia huko eneo hizo. Na upande ya mapambano upande wa Sud Kivu kwa sasa imeendelea kuwa moto katika eneo tofauti. Kumbuka point zero jana kumeshikwa drone za jeshi la wanajeshi zinaitwa kamikazi za jeshi la waasi M23 jana la katika eneo zinaitwa eneo ya Mikenge na eneo zingine tofauti, kwa sababu kumbuka wanajeshi M23 walikuwa kishambulia kila sehemu popote. Lakini katika eneo ya leo mambo iligeuka kwa serikali, sasa hao ndio wanaanza kushambulia tena, na wakaaji ama population ama raia kutokea eneo hizo wameendelea kuomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu mapambano haya inasababisha watu wengi wamerudi nyuma kibiashara, watu wengi wanarudi nyuma kwa kimaisha, watoto wamefariki, wababa wamekufia kwenye vita na baridi, wamama wenye mimba zinawaua kwa sababu mulio wa mabombe hizi zinasababisha mama wanapata attention. Na kwa sasa haya watu wanaendelea kuomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo isimamishe magomvi haya.
Upande mara moja, kumbuka tangu juzi hatua kiongozi wa MONUSCO anaitwa James Swana, hatua alianza kutembelea maeneo popote, alikuwa huko eneo ya Ruchuru mara moja jana hili, hatua kwenda kwenye kambi tofauti ya wakimbizi, mahali kuna kambi wanajeshi wa FDLR wako kwa sasa. Amechukua wanajeshi wa FDLR kuwarejesha katika ndani ya nchi yao. Kumbuka hiyo iko katika mpangilio ama katika makubaliano ya Rwanda na nchini Kongo kwa kurejesha jeshi la FDLR katika nchi yao. Na katika habari zingine nawapeleka katika nchi ya Ulaya mara moja. Amerika command ama kiongozi wa Amerika, rais wa jamhuri ya Amerika Trump ameshambuliwa tangu jana saa 5 mchana saa 5 mchana katika hotelini pamoja na viongozi wengine katika eneo ya uko Shimanga ndani ya uko Amerika. Mara moja mashambulizi haya, kumbuka Trump, hii ni mashambulizi mbili. Ya kwanza alikuwa akiwa ndani ya stadium anaongea dialogue. Mara moja unakumbuka vituko vya risasi hivyo vilitaka kumumera katika eneo hili. Leo tena mashambulizi haya walimwingilia katika hotelini. Kwa sasa haya habari, kumbuka kama Trump ameendelea kuzingatiwa. Sasa sisi African mambo itakuwa vipi? Ndakuja kuwapeleka kwa pasha habari nyingine mbaya imeendelea kubadilika upande wa South Africa. South Africa inaendelea kushambulia wa African. South Africa inaendelea kutesa wa African. South Africa inaendelea kugandamiza wenzao wa African kwa sababu wako katika nchi yao. Kumbuka kitu moja, South Africa inaendelea kuwa na masharti, inaendelea kuongozwa kama wa nchi ya wazungu, na hawa wazungu hao wamechukua kama rais wa jamhuri wa South Africa. Yeye anaona vile vitu vinavyotimia. Jana mliona kama kuna kijana mmoja wa Afrika kutokea nchini Nigeria alikuwa katika ndani ya nchi South Africa. Mara moja South Africa ilikuwa ni nchi lenye lilikuwa kiuchumi, kibiashara zaidi, na ilikuwa ni nchi lenye lilikuwa likiwa na maendeleo zaidi, lakini kwa sasa South Africa inaanza kuwa na uporaji. South Africa kwa sasa linaanza kubomolewa maduka. South Africa kwa sasa, kwa sababu gani? Ya mambo ya tribalism, kwa mambo ya ubaguzi, kwa sababu watu majambazi wameendelea kuingia kwa wingi zaidi. Upande kwa sasa South Africa imeanza kupiga watu wenye sio wa hiyo nchi, kuwapiga na kuwavusha warudi kwao, na wengine wanauawa. Kumbuka Nigeria imeteseka ndani ya nchi ya South Africa. Ethiopia wakaaji wa Ethiopia wala wanaenda tafuta kazi South Africa wanateseka ndani ya country ya South Africa. Wananchi wa Somalia ndani ya Somalia wameteseka ndani ya South Africa. Wananchi kutokea Zimbabwe huko mara moja wanateseka ndani ya South Africa. Wananchi kutokea ndani ya nchi ya Zambia wameteseka ndani ya South Africa. Kwa sasa haya inaendelea kuonesha machungu zaidi katika mainchi hao, wakiona tayari watu wao wanawatesa. Tayari hao watachukua uchukumu gani kwa kuchukua watu ya South Africa nao wawatese kama hili? Kumbuka watu wa Afrika, kwa nini mambo haya yanaendelea kubadilika? Sasa hili ni habari nilikuwa nikiwaletea. South Africa kwa sasa mambo inaendelea kuwa mbaya sana. Ndio maana uliona Zambia huko ndani ya Zimbabwe wameweka munara kubwa zaidi, ukuta kubwa zaidi, imegawanyisha South Africa na Zimbabwe, kwa sababu hakuna mtu wa kuvuka nchi lingine, kwa sababu ya mateso ya South Africa inaendelea kutesa watu wa Zimbabwe. Na kupitia media Bukavu TV, hili lilikuwa ni habari za jioni, na kwa kweli nimewaletea habari ya uhakika yenye iko katika ina trend kila sehemu popote. Na kama unavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, elewa mimi ndawapeleka katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ndawapeleka katika mainchi nyingine tofauti kuwapasha habari zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya ulimwengu yote mzima. Na kama unatupenda kupitia media Bukavu TV, endelea kufanya subscribe, like, comment ili habari zetu ziwafikie mara kwa moja. Elewa tayari, kama ni mara yako ya kwanza, jiunge na sisi ndani ya media Bukavu TV, na watakia jioni njema. Tuje kupatana kwa habari zetu za saa 12 na habari zetu za asubuhi mapema saa 1 kamili. Tarehe 20 na ngapi? Tarehe 27 itakuwa tumeanza juma moja.
Kwa sasa mimi kwa majina unaelewa tayari niko eneo ya hapa Walikale, tunaenda kuwapasha habari zinaenda kuzuka Walikale. Mambo sio mbaya, lakini mambo ingine kitokea na kuja kuwapasha habari yenu. Bye bye, tuje kupatana baadaye.